Nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wangu katika mfululizo wa masomo ya kinanda. Nataka nishare na wewe secondary dominant passing chords katika ufunguo F sharp. Nilishare katika ufunguo C sharp, lakini nimeona ni vyema pia nifanye katika ufunguo F sharp kwa sababu pia nimetoa masomo mengi sana katika ufunguo huu F sharp. Sasa jambo la kwanza kabisa ambao utakiwa kulijua ni major scales za ufunguo F sharp ambazo ni hizi zifuatazo. Hii ni namba 1, hii ni namba 2, hii ni namba 3, hii ni namba 4, 5, 6, 7 na hii ni 1. Sasa tunapozungumzia passing chords, unazungumzia chords ambazo unazipiga katikati ya kodi moja na kodi nyingine. Kwa mfano unatoka 1 naenda 5. Nikipiga hiyo, hii hapa ni passing chord kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kutoka 1 kwenda 5, lakini kabla sijafika 5 nimepiga hii chord, hii namba 2. Kwa hiyo ni passing chord. Sasa napozungumzia secondary passing chords, nilisema katika ufunguo C sharp kwamba ni rahisi tu kuzitengeneza. Ni kwamba kama unatoka 1, kwa mfano unakuja 4, unaenda 1, unaenda 5, hakuna kama wewe, hakuna aliye muumba kama wewe. 1, nikaja 4, nikaenda 1, nikaenda 5. Naona sasa secondary passing chords ni rahisi tu, ni kwamba zinaundwa na dominant chord namba 5 katika kodi unayoiendea. Kwa mfano mimi nimetoka 1 na kuja 4, ili niweze kupiga passing chord ambayo itanifikisha hapa 4 na iwe ni secondary dominant passing chord, ni kwamba itakiwa nije kwenye kodi yangu namba 4 hapa, ambayo ni hii hapa, kwa sababu ndo ambayo nataka niende. Nitafute ufunguo wake ambao hapa ni B. Kutoka hapa kwenye B nitakiwa nitafute kodi namba 5. Nitakiwa nitafute kodi namba 5 ya ufunguo B. Kwa hiyo nitapiga do, re, mi, fa, sol. Hii ndo 5. So kutoka kwenye hii 5 ambayo ni F sharp, kwanza itakiwa nipate major chord ambayo ni hii hapa, ndio F major. Kutoka hapa nipate dominant chord yake. Kwa hiyo hii ni 7 na flat 7, hii hapa. Kwa hiyo ni F sharp, A sharp, C sharp na E. Kwa hii itakuwa ni passing chord itakayoniwezesha mimi kuja 4. Naona hii hapa F sharp dominant 7. Naona, kwa hiyo naona ni wewe, hakuna aliye. Naona inakuja vizuri. Naona tena, ninaamini kwamba pengine uone nimeshika hii hapa A sharp, C sharp, alafu nimeshika E ambayo ni flat 7 na F sharp. Kumbuka hapa nimefanya inversion. Hii ndo dominant 7 ya ufunguo F sharp, na ni kwa sababu hapa nimeshika F sharp na octave yake, ndio maana ikabidi hapa nije nimlete huyu hapa
kushika dominant. Naona rahisi, lakini pia natoka 4, nataka niende zangu moja ambayo ni hii hapa. Kwa inabidi nitafute kodi namba 5 ya ufunguo F sharp ambao ndo nauendea huu hapa. Kwa itakuwa 1 2 3 4 5 ni C sharp hii hapa. Naona hiyo hapa. Sasa C sharp major ni hii hapa, C sharp, F na G sharp, na nipata hapo. Sasa ili niweze kutafuta dominant 7 yake, hii ni 7 hii hapa. Kwa hiyo hapa inakuwa C sharp, F, G sharp alafu na B. Kwa hiyo itakuwa ni passing chord ambayo itanisaidia kwenda kwenye moja. Kwa hiyo nilikuwa hapa, naona nalipata hapo. Nataka kupiga inversion yake kwa sababu hii hapa. Kwa ninachokifanya mimi napiga hii hapa. Naona kwa hiyo yote yanawezekana. 5 naona ngoja twende. Kwa hiyo yote pasikoti yanawezekana. 5 hatujaipata bado, tutaipata yote. Tunaenda moja, kwa hiyo inabidi utafute hapo. Umenipata vizuri? Tulikuwa hapa passing chord hiyo secondary. Yanawezekana. Tunaenda 5. Sijapiga kwa sababu bado hatujaitafuta, tutaitafuta muda sio mrefu. Lakini pia hapa nataka twende moja, tupo 5 twende moja. Kwa hiyo naona kwa nikuwa hapa, ningeweza kufanya hivi. Naona ni rahisi tu. Kwa hiyo naona sawa. Sasa tumetoka 4 tukaenda 5, tuitafute ya 5 sasa. Kwa mfano unaenda 5 ambao ni C sharp major. Kwa hiyo kwa sababu lengo letu kwenda kwenye 5, unaangalia kwenda kwenye 5 ambao ni C sharp, unatafuta kodi namba 5 ya ufunguo C sharp. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 G sharp. G sharp hii hapa. Hii ndio kodi namba 5 ya ufunguo C sharp. Kwa hiyo tunapiga hivi, alafu kwa kwenye G sharp major unatafuta dominant 7 yake hiyo hapa. Naona kwa hii hapa ndio itatusaidia sisi kwenda 5. Kwa unakuja kushika G sharp, C, D sharp na F sharp. Naona nenda vizuri, yaani hiyo hapo. Naona kwa hiyo tazama, tunapiga wewe tazama. Naona tunaenda 5, kwa tunapiga hiyo hapo. Wewe sio umenipata? Naona ilikuwa ni hii hapa, kwa tunaongeza hii hapa hiyo.
unavyoenda. Kwa hiyo jaribu kwenye mzunguko wowote kwamba kabla hujafika, kwa mfano unatoka 1 unaenda 6 ambao ni hii hapa. Kwa kabla hujafika kwenye 6, unaona kwamba 6 tunakoelekea. Kodi namba 6 ndio kodi ambayo unaiendea. Unachokifanya wewe ni kwamba unatafuta kodi namba 5 ambayo inatokana na ufunguo uliounda kodi namba 6. Unaona, kwa hiyo hapa sisi tunadili na hii hapa D sharp. Kwa hiyo utaangalia do, re, mi, fa, so, hii hapa. Unaona ni A sharp. Kwa hiyo unatafuta major chord ya A sharp ambayo ni hii hapa. Naona unatafuta dominant yake. Naona hii ni A sharp, hii ni 7, hii ni flat. Naona kwa hii hapa, hii inatusaidia sisi kwenda namba 6. Naona unaona hiyo hapo. Asante kwa kunifuatilia.